Mtazamaji, katika bara la Afrika wapo marais kadhaa ambao ni maarufu kweli kweli. Lakini rais maarufu kwa sasa yawezekana kuliko wote barani Afrika na anapendwa na Waafrika ni rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Lakini utajiuliza kwa nini Ibrahim Traore anapendwa na Waafrika wengi kwa sasa? Na ikumbukwe Ibrahim Traore ni kiongozi wa Burkina Faso ambaye aliingia madarakani mwaka 2022 kwa mapinduzi ya kiongozi mwenzake wa kijeshi pia, na kwa sababu mbalimbali alizokuwa amezitoa. Lakini zipo sababu kama 9 hivi ambazo zinatajwa kwamba Ibrahim Traore kwa nini anapendwa na Waafrika wengi. Basi tutazame hizi sababu ambazo zinatajwa kwa nini Ibrahim Traore anapendwa na Waafrika wengi kwa sasa, kama rais mdogo lakini rais ambaye anafanya kazi, lakini rais ambaye anaonyesha juhudi za maksudi ambazo zinaonekana tofauti na baadhi ya marais wa Afrika. Lakini sababu 9 ambazo zinatajwa kuwa zinachangia kuwa maarufu kiongozi huyu ni hizi zifuatazo. Naomba kwa Kiswahili nikusomee hotuba ambayo inatolewa na baadhi ya viongozi ambao wanafanya utafiti kuhusiana na umaarufu ama kuporomoka kwa matendo ya baadhi ya viongozi. Wanataja sababu zifuatazo ambazo zinamchangia Ibrahim Traore kuwa rais maarufu kwa bara la Afrika ama kupendwa na Waafrika wengi kwa sasa. Ikumbuke kwamba tangu aingie madarakani mnamo Septemba 2022, Captain Ibrahim Traore amefanya juhudi mbalimbali kuboresha hali ya Burkina Faso. Miongoni mwa mafanikio yake ni haya yafuatayo ambayo yanapelekea kuwa maarufu ama kupendwa na Waafrika wengi kwa sasa barani Afrika kama rais mashuhuri. Jambo la kwanza, Ibrahim Traore anatajwa kwamba alipoingia madarakani alikataa kulipa mshahara wa nafasi ya rais. Akasema ataendelea na mshahara wake wa nafasi ya captain wa jeshi. Lakini namba 2, amepunguza mshahara wa mawaziri na wabunge kwa 30%, akawaongeza watumishi wa umma mshahara kwa 50%. Namba 3, amefukuza wanajeshi ama majeshi ya Ufaransa nchini Burkina Faso, akieleza kuwa Burkina Faso ni nchi huru isiyokuwa ama isiyohitaji uwepo wa majeshi ya kigeni, hususan ya nchi za magharibi, akisisitiza kuwa wao wanaweza kusimama ama kusimamia kila kitu. Lakini jambo la 4, Ibrahim Traore mwaka 2023 alianzisha mgodi pamoja na kusimamia usafirishaji wa dhahabu na uranium kutoka Burkina Faso kwenda Ufaransa na Marekani. Hivyo amefanikiwa kudhibiti utoroshaji wa madini uliokuwa unafanywa na nchi za magharibi. Namba 5, ameunda ushirikiano kati ya majeshi ya Burkina Faso, Niger na Mali ili kulinda mipaka dhidi ya mataifa yenye nia ovu dhidi yao. Lakini jambo la 6, alikataa kupokea misaada ya ngano na akaita kitendo hicho ni cha aibu kwa nchi za Afrika zenye kila aina ya rasilimali. Hotuba hiyo aliitoa mbele ya rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini rais wa Senegal alichukia sana, maana yeye tayari alikuwa ameshachukua tani kadhaa za msaada wa ngano. Namba 7, kwa miaka miwili amepandisha GDP ya Burkina Faso kutoka dola za Marekani bilioni 18.8 hadi dola 22.1. Lakini namba 8, Rais Ibrahim Traore alikataa kata nchi yake kupokea misaada ya IMF na Benki ya Dunia, akisema Afrika haihitaji misaada ya IMF na Benki ya Dunia kufanya maendeleo yake na haifai kuwa omba kwenye Benki ya Dunia, IMF na nchi za Ulaya. Lakini jambo la 9 ni kwamba amelipa madeni yote ya Burkina Faso kwa kiasi kikubwa, na sasa katika hotuba yake ya kufungua mwaka 2024 alisema mwaka 2025 utakuwa ni mwaka wa kupata uhuru kamili wa uchumi au kifo, akimaanisha Burkina Faso haitategemea tena misaada ya nje. Huyu ndiye Ibrahim Traore na umaarufu wake katika mambo anayoyafanya. Lakini mambo haya anayoyafanya ndiyo yanapelekea kwamba awe maarufu, lakini apendwe sana
au wapendwa zaidi ya marais wengine barani Afrika na Waafrika wengine. Wewe una maoni gani katika jambo hili la Ibrahim Traore kupendwa kwake? Ama wewe unampenda kwa jambo gani? Lakini je, hotuba zake zimeshiba ama la? Wewe unasemaje? Watu wengi wanaridhishwa sana na hotuba zake pamoja na matendo yake. Karibu kwa comment, kulike, kushare pamoja na kusubscribe katika chaneli yetu ya Nyikani TV.